Bwana asifiwe. Tunawakaribisha sana kwa ajili ya masaa matakatifu ya kulisikia neno la Mungu. Mungu amemtumia mtumishi wa Mungu ndugu Lucas tangu alipoanza mahubiri haya tarehe 5 mwezi huu, na tumeendelea kubarikiwa. Jana tumesikia jinsi ambavyo mizimu imeingia ndani ya makanisa. Zamani tulijua kwamba ilikuwa ni kwa waganga na kadhalika, lakini sasa imeingia ndani ya kanisa, na tunashindwa kujua kwamba tutafuata maandiko matakatifu ama tutafuata mambo ya mizimu. Na makanisa mengi kupitia kwa nguvu za kimizimu, basi imekuwa ni biashara. Hakika tuko katika hatari kubwa, lakini tunashukuru kwa sababu mkutano huu ni kutukumbusha ya kwamba wakati ni sasa, ili ya wakati wa wokovu wako. Ningependa tuweze kuomba ili ya kwamba tumkaribishe mtumishi wa Mungu ndugu Lucas Zungu aweze kutupatia neno la siku ya leo. Na tuombe. Baba mtakatifu ishie mahali pa juu mbinguni, tunakuja mbele zako tukilitukuza kwa sababu ya neema zako na fadhili zako, ili kwamba Bwana umeruhusu ya kwamba ulimwengu mzima kupitia kwa sauti ya mtumishi wako na kupitia kwa programu hii ya kwamba dunia nzima ipate kuandaliwa na kujulishwa ya kwamba hakika kurudi kwako kukaribu. Mtumishi wako anaposimama na kulitoa neno lako, mpatie kinywa kilicho na uelekevu, ili ya kwamba Bwana chochote atakachokinena Bwana kiweze kuwa kitaweza kuzindua nafsi ya kila anayesikiliza, anayetazama mahubiri haya, ili ya kwamba apate kufanya uamuzi wa kuweza kukufata na kukufanya ewe Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yake, na kumtayarisha kwa ajili ya kurudia kwa mara ya pili. Hivyo Bwana mtakatifu, naomba ya kwamba mzukie mtumishi wako, mtumie kama upendavyo, ili ya kwamba mwisho wa yote Bwana tuweze kuelewa mapenzi yako. Naomba machache ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mshukuru Mungu sana kwa siku ya leo makini, dunia nzima ikiwa katika sherehe za Pasaka, watu wakiwa katika nyumba za ibada, kumbi za starehe. Lakini nakushukuru sana wewe uliye katika kituo, ambaye umeona ni busara kuwa katika kituo ili upokee maneno ya Bwana. Ndugu watazamaji popote mlipo, hiki ni kipindi makini cha neno la Bwana, na tunakuletea somo makini siku ya leo. Somo la leo ni wakati ni sasa, ubatizo. Mada ya ubatizo. Mada hii inatuleta kujibu maswali 6 muhimu kuhusiana na ubatizo yanayotatiza watu wengi. Tutakuwa na swali la kwanza kabisa makini. Ubatizo ni nini? Unaposikia neno ubatizo, nini kinaingia kwenye akili yako? Unafahamu nini kuhusu ubatizo? Ubatizo ni ishara ya kifo na ufufuo wa Kristo. Maandiko matakatifu katika Warumi 6 na fungu la 4, katika lugha nyepesi kabisa, anasema basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, hivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa hiyo ubatizo ni ishara ya kifo, ni ishara ya ufufuo. Kwa maneno mengine, mtu anapokufa anazikwa kabrini. Jamii inachimba kaburi
na chini unakuwa ni udongo, kushoto, kulia, pembe zote kunakuwa ni udongo. Alafu anayezikwa maiti marehemu anawekwa ndani, na juu tunaleta udongo. Kwa hiyo anakuwa amefukiwa ndani ya udongo, na hapo tumemzika. Na kwa hiyo unaposema ubatizo, unakubaliana na kifo cha Kristo, kwamba kama alivyozikwa, ninapoingizwa ndani ya maji, maji kulia, maji kushoto, mbele na nyuma, alafu nazamishwa na mengine nakuja juu, ni sawa na kwamba umeingia katika kaburi ili uzike maisha yako ya zamani. Kwa hiyo ubatizo ni ishara ya kuwa mfu kwa dhambi na hai kwa Mungu. Mfu kwa dhambi. Yaani katika ubatizo waumini wanaunganishwa pamoja katika mfano wa kifo. Ndio maana nimeanza kufundisha kifo kabla ya ubatizo, na nikasema marehemu hajui lolote, na ndio Biblia, maana Biblia ina muunganiko wa mafundisho. Kwa hiyo ubatizo ni kufa, ni mfu wa dhambi, ni kuifa, ni dhambi kufa. Maisha yangu ya dhambi yanakufa, na mimi mwenyewe kwa kuwa nimekufa kwa dhambi, ninakuwa mfu kwa dhambi. Na waumini wanaunganishwa kwenye mfano huo, kwa sababu mimi nimekufa, sina conscience ya dhambi na siwezi kutenda dhambi, maana nimekufa, sina fahamu. Kwa hiyo unaweza ukapima kama umekufa. Inategemea dhambi yako ilikuwa ni nini. Kama ilikuwa ni wizi, sasa ipite mali. Ikipita mali, ukahangaika na ile mali, maana yake uko hai. Kama ni zinaa, basi wakipita wale walikuwa nasababisha macho yako yabadilike, wakapita, utafuatilia kwamba hii nyashi ikoje, unakwenda, nimeeleweka sijaeleweka. Wanaume mbona mnainama? Nimeeleweka sijaeleweka? Unakata macho, unafuatilia mpaka unajigonga kwenye mtu anakwenda, maana yake wewe bado uko hai, hujafa. Na nimekuwa na maswali hapa naulizwa, Bwana wa Sabato, sijayajibu kwa sababu mnazungumza ambao hawajafa. Mwingine amenitumia kaswali, msabato wako na kunywa naye pombe. Maana yake hajafa, yuko hai, ila wewe umembatiza tu kumuita msabato, ila umesema ni mwenzako kwenye pombe, kumbe ni mwenzako, hajafa. Kwa hiyo mtu anapokufa, anapokuwa mfu wa dhambi, katika ubatizo muumini anaunganishwa pamoja katika mfano wa kifo na kusulubiwa pamoja na Kristo. Yaani zile dhambi zake zinasulubiwa msalabani. Kusulubiwa, zinapigwa misumari kwenye msalaba. Kwa hiyo kama ni zinaa, imepigwa msumari, haiwezi kunifuata, nguvu yake sina, na yenyewe haiwezi kunyanyuka, haina mvuto tena kwenye moyo wangu. Kama bado ina mvuto, hujafa. Hujafa. Sasa ubatizwe usibatizwe, tunaendelea. Kwa hiyo katika Warumi 6 fungu la 5 anasema, Warumi 6:5 anasema
Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Sehemu ya pili ya ubatizo inamaanisha utu wetu wa zamani ulisulubiwa pamoja naye, ili mwili wa zamani uweze kukombolewa, ili tusiwe tena watumwa wa dhambi. Kwa maana yeye aliyekufa ameachiliwa kutoka katika dhambi. Waweza kusoma Warumi 6 fungu la 6 mpaka la 8. Anasema utu wetu wa zamani, utu wetu wa zamani, maisha yetu ya zamani ya dhambi yamesulubiwa pamoja naye, ili huu mwili wa zamani uweze kuondolewa, ili tusiwe tena watumwa wa dhambi. Na hii ndiyo inaleta impact ya maana ya kubatizwa. Kubatizwa hatuendi kuoga, tunakwenda kwenye matendo halisi ya imani. Kwa hiyo waumini wamekataa mtindo wao wa maisha wa zamani, maisha walioyazoea. Kuna mtu ni mrafi, yani ana tamaa ya chakula nje ya maelezo, na pua zake zinajua kunusa kwamba hapo upstairs mambo yamekamilika, na anajua atakavyotoka kwenda kwenye mnuso, kwenda kwenye chakula. Ni mrafi. Na hata wakimwekea chakula anakitazama alichowekewa na kilichobaki kule, anatamani achukue zaidi. Mrafi. Sasa kama ilikuwa ni maisha yake, kama yalikuwa ni maisha yake, ubatizo ni kukataa mtindo huu wa zamani wa maisha. Kwa maneno mengine, wamekufa kwa dhambi. Si wewe ni marehemu, umekufa. Yule mtu wa kale amekufa, yule mlafi amekufa. Sasa kama amekufa, hana hisia tena na chakula cha ziada. Lakini kama ulibatizwa na ulikuwa na dhambi ya urafi na bado inaendelea, bado haujafa, bado haujabatizwa kwa maana ya kuelewa na kubadili tabia, bado una mashindano, na haitakuwa mwendo mfupi, ni mrefu kidogo. Kwa ubatizo unaashiria kusulubiwa kwa maisha ya zamani, kusulubiwa kama Kristo alivyosulubiwa msalabani. Aliposulubiwa msalabani, Yesu alikuwa hai. Aliposulubiwa alikufa. Kwa na sisi tunapokuwa maisha ya zamani yamesulubiwa, maana yake sisi hatutendi tena hiyo dhambi. Atendi hiyo dhambi. Na sio kifo tu, lakini pia mazishi. Maana kinachotanguliwa sio mazishi, kinachotangulia ni kufa. Kwa hiyo ubatizo, ili mtu tumpe ubatizo, tuone demonstration ya kifo, kwamba amekufa. Na ndio maana tuna madarasa ya kufundisha watu ili wabatizwe. Kwa hiyo hatuwezi kuzika mtu mzima amekufa. Inayosumbua hapa, ni muda wa kufa. Mwanadamu ana ukomo wa kuelewa kama mtu amekufa. Waganga mlio hapa, hata definition ya kifo ina mgogoro. Kitaaluma ina mgogoro, ina limit.
Kwa hiyo hata mtu hatuwezi kujua kwamba ameshakufa, maana kufa lazima kutoka kwenye dhamiri yake yeye mwenyewe. Niliwahi kuona mtu mmoja ambaye anavuta sigara, na sasa amesikia mahubiri kama haya, alafu akaamua kumfuata Yesu. Na siku ya ubatizo akaenda kwa mbatizaji, mchungaji, akamwambia nimemwamini Yesu kama Bwana Mwokozi wangu, ndani yangu nimeamua kumfuata. Sasa nipe tu ruhusa, nimebakiza sigara hii moja nikaimalize jumla alafu nije nibatizwe. Kwa akili ya kawaida ungekataa, kwa akili ya kawaida. Lakini kwa sababu hatujui uongofu wa mtu na Mungu, yule mchungaji akasema tunakusubiri, nenda kaimalize. Akaenda akaivuta akamaliza, alafu akaja akajipanga. Baraza jingine la asili ikakaa huko kwamba mchungaji huyu kiwango chake kiko chini, anabatizaje mtu kama huyu? Ni muumini mzuri mpaka leo. Dhamiri ya kufa ni maamuzi ya mtu binafsi, si jamii. Kwa maana jinsi Mungu alimtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie, sio kila wamwaminio. Kwa hiyo determination ya maamuzi ya ubatizo ni yangu. Ndugu na jamaa wananisaidia kuona umuhimu wa ubatizo. Bado mwenye maamuzi ya mwisho ni mimi. Kwa hiyo anapokuwa mtu ameyakana maisha yake ya zamani, ameyasurubisha, siyataki tena, amekufa, ana mvuto na ile dhambi, maana yake amekufa. Kinachofuata ni kumuzika. Yaani ukisha kuwa na marehemu amekufa, mnaenda kumzika. Kwa hiyo ubatizo, kwa kuwa ni kielelezo cha kuzika maisha ya zamani, lazima kije baada ya mtu kuyakana maisha ya dhambi akiwa na akili timamu na kuamua kuishi maisha mapya. Kwa hiyo huyu muumini atashuka kwenye kaburi la kuzika maisha ya zamani, kaburi la maji, kama lile kaburi la zamani la kawaida ambapo anazikwa, alafu inakuwa ni udongo na tunaleta udongo mwingine chini. Huyu naye sasa anaingia kwenye kaburi la maji ya ubatizo, chini maji, kulia kushoto, kote maji, tunamzika kama wafu wanavyozikwa. Na katika Wakorinto wa pili sura ya 5 fungu la 17 anasema hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, yamekuwa, tazama yamekuwa mapya. Ya kale yamepita na sasa ana maisha mengine. Tunaanza kuona maisha mengine ya mtu huyu. Na kwa sababu hiyo ndiyo maana inaitwa kuzikwa. Wakolosai 2:12 anasema mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye na kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Kwa hiyo mtu anapobatizwa anazikwa. Tunasubiri sasa ufufuo kama Kristo alivyofufuka. Mwili aliokwenda nao umeharibika, alitoka kaburini, hana huo mwili ulioharibika kwa kiwango hicho. Huyu naye tunapomzika sasa, ana maisha ya dhambi yanabaki kwenye kaburi la maji alikozikwa. Yeye anatoka akiwa kiumbe kipya. Hiyo ndio tafsiri
Na katika ubatizo waumini wanakataa ulimwengu na kutii agizo la Mungu ambalo linasema katika Wakorintho wa pili sura ya 6 fungu la 17 na 18, anasema kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, anasema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wana wangu wa kiume na wa kike. Hapo umebatizwa kwamba mnatoka kwenye ule ulimwengu. Sasa nimekuwa napokea maswali hapa. Ukiliangalia swali unaona linahusu maisha ya waliotegemewa kwamba wanaijua nuru, lakini inaonekana hawaishi kwa ile nuru. Maana yake hawajatoka kwenye ulimwengu. Sasa kama hawajatoka, hayo ndio majibu kwamba hawajatoka, watoke. Kwa hiyo ubatizo utakwenda na huyu ambaye zamani alikuwa anaabudu juu ya mizimu, sasa amebatizwa, aachane na mizimu. Kama anaendelea hajatoka. Ubatizo haujaonyesha kufia dhambi. Unatakiwa kutoka huko. Kwa hiyo wabatizwa wanatangaza hadharani kuacha huduma ya shetani na kumpokea Kristo katika maisha yao. Na katika kanisa la mitume, wito wa ubatizo uliendana na wito wa toba. Kisoma Matendo ya Mitume 2:38, Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe, tubuni mkabatizwe kila mtu kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Tubuni mkabatizwe. Kwa hiyo ubatizo unaambatana na toba, kuacha yale maisha ambayo nilikuwa nayo hapo zamani. Kwa hiyo ubatizo pia unaashiria toba ya kweli. Mtu anaposema sasa nimeamua kubatizwa, maana yake anatoba katika moyo wake. Ni tendo la ubatizo, ni onyesho la utakaso wa ndani wa kuosha dhambi ambazo zimeungamwa. Huyu ameungama dhambi. Kwa hiyo ubatizo, unapokuja ubatizo na akasema nahitaji kubatizwa, anaonyesha kwamba ametakaswa na Mungu, na nje sasa anaonyesha kielelezo kwa njia ya ubatizo. Ubatizo ni kuwa hai kwa Mungu. Kuwa hai kwa Mungu. Maana aliyebatizwa ni kuzikwa kama Kristo alivyozikwa. Lakini Kristo hakukaa kaburini, alifufuka. Kwa hiyo huyu naye akishazika dhambi zake anakuwa hai. Anachokizika kwa mujibu wa lugha ya Biblia ni mtu wa kale. Anamzika mtu wa kale, mwizi, mchawi. Unajua huko duniani kuna majina tunaitwa yanaonyesha mtu mwingine. Kuna watu wana sura kama 4-5. Akija kanisani ni Mkristo, akienda nje ana jina jingine, akienda mtaa mwingine ana jina jingine, akienda kiwanja ana jina jingine. Sasa ubatizo unakuacha na jina moja tu. Haya mengine yote yanaishia huko. Maana yake unakuwa hai kwa Mungu. Nguvu ya ufufuo wa Kristo huenda kufanya kazi katika maisha yetu, inatuwezesha kutembea katika upya wa maisha. Unajua, tukibaki peke yetu
hakuna dhambi tutakayoshinda. Narudia, tukibaki namna gani? Peke yetu, hakuna dhambi hata moja tutakayoshinda. Naweza ukaenda Warumi 7 ukaona anasema lile unalotaka kulifanya silifanye, lile baya ndio nafanya. Kwa hiyo tukibaki tu bila Kristo, bila nguvu ya Mungu, hakuna mshindi wa dhambi. Ndio maana kama Kristo alivyokufa akafufuka, sasa ile nguvu ya ufufuo wake, soma Warumi 6:4. Anasema hivi, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Hiyo ni moja. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, hivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa maisha. Fungu la 11. Vivyo hivyo nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo. Kwa hiyo tukishabatizwa na tukaikiri imani, tunapotoka ndani ya maji, nguvu zinazotutawala si zetu tena. Ni Mungu ambaye tumemruhusu afanye kazi, ndiye anatusaidia sasa kuwa washindi. Na tunakuwa washindi. Na ndio maana mtu bila Yesu hawezi kushinda dhambi. Narudia, mtu bila Yesu hawezi kushinda dhambi. Atabaki tu na mdomo, lakini dhambi iko pale pale. Atavaa nguo ndefu, dhambi iko pale pale. Atafunika uso wote, dhambi iko pale pale. Uma alimofunika yuka anaona dhambi, anakodoa, anaona dhambi anaiona. Dhambi hatuishindi kwa kuweka mipaka ya nje bila Kristo. Kwa hiyo wote ambao mnatutazama, mnatusikiliza, kama una Kristo, bado hujawa na ushindi. Bwana hajakushindia maisha mapya, utuinua kwenye uwanda wa juu wa uzoefu wa kibinadamu, utupa maadili mapya, matarajio, matamanio ambayo yanazingatia kutoa maisha yetu kwa Yesu Kristo. Mtu anapokuwa hivyo, ndipo anakuwa mshindi. Kabla ya hapo haiwezekani. Na inapokuwa hivyo, unakuwa mwanafunzi sasa. Tunakuwa wanafunzi wapya wa Mwokozi wetu. Na ubatizo unakuwa ni ishara ya wanafunzi wetu. Na ndio maana alituagiza, basi enendeni mkayafanye mataifa yote kwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kuwafanya kwa wanafunzi wake. Wanafunzi ni zaidi ya kujua kusoma Biblia, ni maisha yako ya kila siku. Agano la Kale, tohara ilisimama kama agano kati ya Nabii Ibrahima na Mwenyezi Mungu. 17 Mwanzo fungu la 10 anasema, ili ndilo agano langu mtakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako, na baada yako kila mwanaume wa kwenu atatahiriwa. Fungu la 11, mtatahiri nyama ya govi zenu, na jambo hilo litakuwa ni ishara ya agano kati ya mimi na nyinyi. Kwa hiyo ishara, agano la kale ilikuwa ni tohara, yani ya kwamba umeongoka, umemwamini Yesu, umemwamini Mungu, ulikuwa unafanya nje ishara ya tohara. Na kama ukufanya tohara, ulikuwa unatengwa. Katika fungu la 14 Mwanzo 17 anasema, na mwanamume mwenye govi asiyetahiriwa nyama ya govi lake, mtu yule atatengwa na watu wake, amelivunja agano langu. Hoja ni kama tohara hiyo. Je, tohara hiyo ndiyo yote? Ndiyo Mungu aliyotaka?
Tohara ilikuwa ni ishara ya nje ya kudhibitisha kwamba mtu huyu amehesabiwa haki kwa imani katika kafara itakayokuja baadaye katika Yesu Kristo. Kwa hiyo ishara ya kuamini kwamba Kristo atakuja, atamwaga damu, basi Mungu akaiweka kwenye mwili wa wazazi wetu. Wanapotahiri, damu ikatoka, wakaiona, Bwana anafanya agano nao, lakini damu hii inayotoka inaashiria Kristo ambaye atamwaga damu hapo baadaye. Ndivyo Mungu alivyokuwa amewaahidi. Na tangu hapo tohara ikawa inawakilisha kuhesabiwa haki bure kwa imani juu ya kuikubali kafara ya Kristo itakayotolewa bure kwa watu wote kwa majira yake kwa ajili ya kuondoa dhambi. Kumbukumbu 10:16. Hiki ndicho mbingu zilitarajiwa kitahiriwe kabla ya nje. Yaani kabla mtu hajatahiriwa nje, hiki kilitarajiwa kifanyike. Kumbukumbu 10 na fungu la 16. Anasema, basi zitahirini govi za mioyo yenu, wala msiwe na shingo ngumu. Tahiri moyo ndio ilikuwa tohara namba 1 ambayo Mungu alitamani waifanye. Tohara hii ya mioyo ilitegemea wajisalimishe kikamilifu kwa mapenzi ya Mungu, ili sasa yeye mwenyewe awafanyie hiyo tohara ya mioyo. Maana Kumbukumbu 30 na fungu la 6 inasema, Musa anawaambia nani atafanya tohara ya moyo. Bwana Mungu wako atautahiri moyo wako na moyo wa wazao wako, ili umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, na kwa upate kuwa hai. Kwa Bwana ndiye angefanya tohara ya moyo. Maana yake mahusiano ya mtu huyu na Mungu ndiyo yangesababisha tohara ya nje kuwa na maana. Walipozidi uasi, Yeremia aliwasihi katika Yeremia 4:4, jitahirini kwa Bwana, mkaziondoe govi za mioyo yenu, enyi watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, ghadhabu yangu isije ikatoka kama moto ikawaka hata mtu asiweze kuzimia kwa sababu ya uovu wa matendo yenu. Anayefanya tohara ya moyo si mwingine, ni Mungu mwenyewe. Na hii ndio ilikuwa inatangulia hiyo kabla ya tohara ya nje. Sasa kwa sababu walikosa, Mungu akawapa unabii katika Yeremia 9:25. Akasema, tazama siku zinakuja, asema Bwana, nitakapowaadhibu wote waliotahiriwa katika hali yao ya kutokutahiriwa. Nje wametahiri, siku ya 8 wametahiri, wanaume wote wametahiri, lakini Mungu anapowatazama, kwa kuwa mioyo yao haikumwelekea, wanahesabika hawajatahiriwa. Kwa sababu hiyo, wao na wapagani walikuwa kitu kimoja. Na ukisoma Yeremia 9:26 anasema, Misri 1, Yuda 2, Edom 3, na wana wa Amoni 4, Moabu 5, na wote wenye kunyoa denge wakahao nyikani, maana mataifa hayo hawana tohara. Swali langu, ametajwa Yuda hapo. Kwani Yuda walikuwa tahiri? Walikuwa wanatahiri. Sasa kwa nini wanaitwa hawana tohara? Kwa sababu tohara ya moyo ilikuwa haipo. Anasema, wala nyumba yote ya Israeli hawakutahiriwa mioyo yao.
Kwa hiyo tohara hii ilikuwa namba moja, iliwashinda. Warumi 2:28. Ikiwa hivi, Biblia inasema sasa, maana yeye si Myahudi aliye Myahudi kwa nje tu, wala tohara sio ile ya nje tu katika mwili. Mungu anataka ziada. Fungu la 29, bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani, na tohara ya moyo katika roho, si katika andiko, ambayo sifa yake haitoki kwa Mungu kwa wanadamu. Yani sifa yake haitoki kwa wanadamu bali kwa Mungu. Huwezi ukatahiri moyo paka uwe Mungu. Ndio Mungu anasema sasa kwamba kama moyo au kutahiriwa, basi sasa wale ambao mnamlaumu Paulo kwamba alisema hakuna tohara, alikuwa na maana hiyo hiyo. Kwa sababu hii Paulo anasisitiza ufahamu wake katika Wagalatia 5 na fungu la 6. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno, wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi katika upendo. Yani mioyo kama haikutahiriwa katika Kristo, vyote ni zero. Uje na tohara, usiwe na tohara, kama moyo au uamini, ni zero. Na Wakolosai 2:11 nasema, katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo. Sasa tohara ya Kristo ni hipi? Fungu la 12, mkazikwa naye katika ubatizo. Haleluya. Hiyo ndio tohara ya Agano Jipya. Mkazikwa naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye, na kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Ndio maana mtu anapobatizwa na ameungama dhambi, anapotoka majini, ana nguvu nyingi, ana mamlaka, ana uwezo, na Bwana anamshindia, anampitisha maeneo ambayo sasa amemtahiri katika moyo, na anakuwa mshindi. Sasa hapa tunahamia kwenye matendo ambayo Bwana anayatamani. Sasa kuna maswali lazima tumalize nayo. Kuna aina ngapi za ubatizo katika maandiko matakatifu? Biblia wa Efeso 4:4 inasema mwili mmoja, roho moja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Kinachotawala ni moja. Anaendelea fungu la 5, Bwana moja, imani moja, ubatizo moja, ubatizo moja. Kwa sasa kuna shida basi. Mbona wengine kwenye maji, wengine kwenye maziwa, wengine wananyunyiza? Sasa kuna shida. Shida hii ni ya nini? Shida hii inatokana na kukwepa maana ya ubatizo. Maana ya ubatizo ni kuzikwa na Kristo na kufufuka. Na neno lenyewe ubatizo ni neno la Kiyunani, baptizo, kama tunavyoweza kusema kula, kuvaa. Mtu hawezi kusema kula, ndio maana ya neno ni kuchukua kitu na kuweka mdomoni, na chakula na kuweka mdomoni. Alafu akasema twende tukale. Baba, chakula tayari. Alafu baba akaja kwenye mess, akavua nguo, wakaona viatu anavua nguo zote. Baba, unataka kufanya? Nasema nataka kula. Huyu unikumbeba na kumpeleka hospitali haraka sana, ni kichaa. Kwa hiyo ubatizo ni kuzamisha. Neno baptizo kwa Kiyunani ni kuzamisha. Kwa hiyo kama wewe uzamishi, na wewe una kichaa. Sawa na huyu ambaye wanasema
ni wakati wa kula, yeye anavua nguo. Maana neno lenyewe baptizo, lugha tu. Myunani ukimwambia sufuria lile umeliweka wapi tuliopikia ugali, anasema nimelibatiza, liko kwenye, nimelibatiza kwenye ndoo. Maana yake ndoo ina maji, amelizamisha. Kwa sababu ndio matumizi ya neno baptizo. Acha kuwadanganya watu, baptizo ni kuzamisha. Nenda mkazamishe. Tuambieje? Unamngangania mtu nje ya andiko. Ala? Tukusikiliza wewe. Israeli walibatizwa. Soma Wakorintho wa kwanza sura ya 10 fungu la 2. Israeli wote. Anasema, kwa maana ndugu zangu, sipeni mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Maana wingu na bahari yote ni maji. Kwa hiyo walipita kwenye bahari, bahari ya Shamu ikapasuka, wakapita katikati. Kwa hiyo huku maji yakaja maji mengine kwa njia ya wingu. Mungu anasema nimewabatiza. Huo ndio mfano namba 1. Huo wa kwako uko wapi mfano wake? Unajua kudanganya watu. That's watu, kwa nini mkomi kudanganya? Nazungumza na wewe mchungaji. Si unaelewa kabisa kwamba hujawabatiza kama Biblia inavyotaka. Si unajua? Angalia vizuri sana. Angalia Yesu alivyobatizwa. Neno la Bwana linasema Mathayo 3:16, naye alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Kwa hiyo hakukuwa na kikombe hapo, ilikuwa ni Yordani, ameingia ndani. Yesu ndivyo alivyobatizwa. Sasa wewe unataka ufuate nyayo za nani? Kwenye maziwa, wengine kwenye moto. Acha kudanganya watu. Mfike sehemu uwe na aibu. Angalia mitume walivyobatizwa, wanafunzi wa Yesu walivyobatizwa. Matendo 8:38. Hapa Filipo anakwenda kumbatiza towashi. Akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Filipo na yule towashi wote wawili wakateremka majini. Kwenye kikombe unaweza ukateremka? Ala. Yesu anasemaje kuhusu ubatizo huu? Anamwambia Yohana, Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Haki yote lazima tuzame majini. Lazima tuingie majini. Kielelezo halisi cha kufa kama tunavyozikwa na kufufuka tunapotoka majini. Hatimaye tunahitimishaje? Sikiliza, Yesu anaifanya hii kuwa ndio kanuni ya kuwa Mkristo. Angalia Yohana 3. Ninaanza kusoma fungu la 3. Anasema, Yesu akajibu akamwambia, yuko naongea na Nikodemo ambaye ametahiriwa, mwalimu wa sheria wa dini, Nikodemo. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji, asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuona ufalme wa Mungu. Andiko namba 1. Anaongea na Nikodemo. Akamwambia la pili, fungu la 5. Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Amesisitiza lazima tuingie majini, na ndipo Roho atakuja juu yetu na tutahesabika tumezaliwa upya, tumeungana na Mungu, atatupa nguvu zake, na ile tohara ya moyo itafanywa na Roho Mtakatifu. Maana
Biblia inasema nitamwomba Baba atawatumia msaidizi mwingine akae na nyinyi hata milele. Ulimwengu haumuoni wala hauwezi kumtambua, bali nyinyi mnamtambua, maana atakaa ndani yenu, atakaa ndani yenu, na nyinyi mtakuwa hekalu lake, na kwa kitendo hicho mtatahiriwa na Bwana na mtafaa kwa uzima. Nikodemo alipokuwa elewi, ndipo Yesu akatujumuisha wote tubatizwe, dunia nzima ibatizwe. Angalia fungu la 7. Usistaajabu kwa kuwa nalikuambia hamuna budi. Neno hamuna budi ni inclusive. Sasa watu wote hamuna budi kuzaliwa mara ya pili. Hamuna budi kuzaliwa mara ya pili. Watu wote. Ubatizo ni wa watu wote. Maana ya ubatizo. Na kwa nini unaweza ukaniambia nilibatizwa? Kule kwangu nilibatizwa kwa kuzamishwa. Mbona mchungaji unaniambia ulibatizwa kwa kuamini nini? Maana ili ubatizwe lazima ukiri imani. Uliamini nini? Maana mchungaji alikwambia sheria zipo, ukasema Bwana Yesu asifiwe. Sabato haipo, Bwana Yesu asifiwe, twende nikubatize. Kwa hiyo ulibatizwa kwa kukana ukweli. Sasa batizwa ukumbatie ukweli. Hapo kwenye kituo mahali ulipo, anza kutafakari namna ya kutembea. Ubatizo ni jambo kubwa mno uko mbinguni. Ndilo linatupa uwezo wa kuacha dhambi. Bila ubatizo, nguvu ya Mungu ikaja kwetu, uwezo wa kushinda dhambi ni external. Maamuzi ni yangu ya kufungua moyo, ila uwezo wa kushinda na kuacha dhambi Bwana ndiye anauleta baada ya Roho Mtakatifu kunitahiri moyo wangu, ngovi ya moyo wangu, na nikampokea kama Bwana na Mwokozi wangu katika jina la Yesu. Amen. Bwana akubariki. Bwana akutie moyo. Bwana akuandae. Kama ulikuwa haujabatizwa, sasa jiandae. Wakati wa wito tutakuwa na ubatizo mkubwa mwisho wa mikutano hii. Fanya maandalizi ya wewe mwenyewe kutoa maisha yako kwa Yesu kama Bwana Mwokozi wako. Bwana akubariki sana. Siku ya wokovu wako ni leo, na usichelewe. Mwokozi wetu Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa.
Njoo kwake uokolewe, mara wakati ni sasa. Siku ya wokovu wako ni leo, na usichelewe. Mwokozi wetu Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Usichelewe. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Namkumbuka mama mmoja wa Kiislamu, Bi Maimuna, ambaye baada ya mafundisho makubwa, nikiwa nimeingia majini sasa kutiza, mama huyo ambaye alikuwa amefungiwa nyumbani na mume wake kwa muda mrefu, na siku hiyo mume alisahau kufunga mlango, na tunapopita kwenda kwenye ubatizo, mama akafungua mlango akachomoka. Na tunapomaliza ubatizo, wabatizwa wanaisha, na mimi najiandaa kutoka ziwani, ziwa hili Victoria, na yule mama anaingia ndani ya maji, anakuja huko niliko, na nikimwangalia na hijabu na kila kitu, anasema, mchungaji nibatize. Anaanza kuangalia mbali, na anaponisogelea ninamuona na hereni na kila kitu. Ninaona viwango vya ubatizo nilio ujua havipo. Napotazama ng'ambo, na mume wake amefika, anasema, uje umbatize kama unataka uhai wako. Nikamwangalia mama anasema nibatize. Akang'ang'ana abatizwe. Nikamwambia, lakini ulisikia asema nimeyasikiliza yote na mafungu na yakumbuka, na nimemwamini Yesu kama Bwana Mwokozi wangu. Sitaki mtu anizuie. Na mume wake anasema, wewe mbatiza tu kama unataka uhai. Na nikitazama mkononi naona cha moto. Anasema, batiza kama una akili nzuri. Na mimi ni mchungaji na mikono, na hapa kuna muumini ananitazama, anasema nibatize. Nikainua mkono, nikasema, Bi Maimuna, pamoja na kwamba una hereni, una bangiri. Akasema, kumbe ndio tatizo. Ilo zoezi la kubatiza akaliacha, akatoa vyote hivi akatupa ndani ya maji. Vikwazo nilivyokuwa navyo vyote akaving'oa. Sasa anataka ubatizo. Imani. Batizo ni imani, ni udhibitisho wa imani na mabadiliko yaliyofanyika ndani. Hatimaye nikaona sina jinsi, na mume wake anasema, wewe jifanye ukichaa. Nikitazama waimbaji, kwaya zilikuwa nyingi, maana walibatizwa watu zaidi ya 400 siku hiyo. Na sasa kwaya ziko huko, na naona wanaishia, maana kumekuwa na bunduki hapo. Sasa wanaishia, wanapotea. Naona tu kuna mtu mmoja ambaye ananifahamu, ananifanyia hivi, ni kama ananiambia, wenzako wachungaji wote wamemwacha, na wewe muache. Katika mambo haya ya imani, mwisho nikakubaliana kwamba nitafia humu leo. Nikasogea kwenye maji mengi kabisa, nikainua mkono. Hakuna ambaye hataki kuishi. Nikasema, Bi Maimuna, kwa sababu umemkubali Yesu kama Bwana Mwokozi wako, na leo umekuja kukiri imani, kuhama imani moja kwenda nyingine, maana umeuona ukweli. Haya maneno haya waongea haya na yarefusha, ili na mimi nipate angalau hata 2 dakika tu kuishi. Hakukuwa na maana ya maneno yote haya. Na umekubali mafundisho yote 28. Fundisho la kwanza mpaka nikafika la 28. Ni lini tunambatiza mtu kwa kusema mafundisho yote kwenye maji?
Na yasema haya kwa sababu ninaona kabisa kwamba ndani ninaomba kwamba Mungu fanya kitu. Nilipodhibitika kwamba sasa Mungu amenisamehe, hata nikifa nitakufa mikononi mwake, nikahitimisha nami mtumishi wake Yesu na kubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nikainama naye kabisa mpaka kwenye maji kama tunakula risasi wote. Na nilipomweka majini akachomoka kwenye mikono, amebatizwa, lakini kumtoa majini amechomoka. Kwa hiyo hapa juu nikabaki peke yangu. Mwisho nikasimama kishujaa nikasema liwaro na liwe. Na baadaye yule mama akatoka mwenye furaha. Tukaanza kutembea, sasa tunatoka majini. Na yule baba ninaona tu anashughulika na vifaa vyake, lakini baadaye akatupa ile bunduki lake akatembea kuja majini. Sasa nikajua hapa zitakuwa ni za uso, lakini mama huyu amebatizwa kwa kumwamini Yesu kama Bwana Mwokozi wake. Na yule ndugu anakuja kwenye maji anasema, mchungaji, kilichonipata kwenye bunduki na kielewa mwenyewe, nenda na mimi ukanibatize. Alipata mafundisho gani? Bwana ana njia nyingi za kuwafikia watu. Ninapoingia kumbatiza baba huyu, kumbe ukoo na watoto walijua mama anakufa leo, na walikuwepo somewhere. Wanapoona nainua mikono kwa ajili ya baba yao, ukoo unajipanga na wewe kuja kubatizwa. Tulibatiza katika familia zaidi ya watu 18. Nini kinakuzuia wewe leo usifanye maamuzi yako na akili timamu? Jioni ya leo, kama unasema katika moyo wako ya kwamba nilikwisha batizwa au sijabatizwa, lakini nataka ubatizo wa Roho Mtakatifu, tohara ya moyo, simama kwa miguu yako. Bwana akubariki unaposimama. Bwana akubariki unaposimama. Na kama unasema katika moyo wako ya kwamba pamoja na tohara ya moyo, mimi nataka tohara ya mwili nihitimishe, nilikuwa sijabatizwa rasmi katika maji. Kama uko mahali hapa na katika vituo vyetu, katika downlinks zetu kote ambako mahubiri haya yanaendelea, unaposikia sauti ya Bwana, toka mbele. Wachungaji wanaposimama katika vituo hivyo, toka mbele. Wanapokuita, toka mbele. Na katika kituo hiki ambacho mtu anasema kwenye moyo wake ya kwamba nataka na ubatizo wa maji, kama yupo mtoto wa Mungu wa namna hiyo, sasa tembea kwa miguu yako. Tembea kwa miguu yako. Bwana akubariki. Kama upo tembea, tutaomba kwa ajili yako, upate nguvu zitokazo juu mbinguni. Upate nguvu zitokazo juu mbinguni. Kama uko mahali hapa kwenye kituo chetu, tembea. Bwana akubariki sana. Kama uko mahali hapa, tembea. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Na wakati hao wanatembea, na wewe kwa kuchunguza maisha yako, unasema, mimi nahitaji maombi jioni ya leo, kwa sababu nilivyoyaelewa mambo haya, na mimi ni kama tu ambaye nilitakiwa kubatizwa, lakini kwa sababu nilishabatizwa, neema ya Bwana jioni ya leo nataka inifunike, siko salama. Na wewe tembea, tutaomba kwa ajili yako ili Bwana akuimarishe, imani yako isitindike, ufike mwisho kwa safari kwa amani. Katika vituo, unaposikia sauti ya Bwana inaongea, endelea kutoa wito. Wachungaji, wazee wa kanisa katika vituo, endelea kutoa wito. Endelea kutoa wito. Endelea kutoa wito. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kituo hiki ninatoa wito sasa jioni ya leo. Na wito huu una kaswali. Kama haujawahi kula zaka katika maisha yako yote, usije. Kama uliwahi kula zaka na sadaka katika maisha yako, na ukichunguza unaona hujafanya masahihisho, tembea uje. Wito umemalizika, tembea uje. Kama uliwahi kula zaka na sadaka na haujawahi kufanya marekebisho, na unajua kwenye moyo wako ya kwamba nina mgogoro wa eneo hilo, tembea uje sasa. Tembea. Maana wakati mwingine inabidi nitoe definition ya makosa. Tembea. Maana tafsiri ya kula zaka, Mungu anasema mumeniibia.
mlitakiwa kubatizwa. Wala zaka wote watembee kuja mbele. Wabaki tu ambao hawajawahi kula zaka tangu waamini. Nimeeleweka? Wabaki tu ambao hawajawahi kuvencha kula zaka na hawana madoadoa ya zaka. Lakini kama una doadoa la zaka, tembea huku mbele. Kama una madoadoa ya zaka, ndizo dhambi hizo. Mnapoitwa kwenye wito, mwe mnaelewa, ndio dhambi zenyewe hizo. Kama una madoadoa ya zaka na sadaka ya Bwana, uliwahi kutoa hata nadhiri kwamba nitatoa 1,000, nitatoa 2,000, nitatoa 10,000, hujawahi kuileta, tembea huku mbele. Ninawasubiri kama una mgogoro wa ibada ya matoleo. Kama una mgogoro, mtatuma wazee wangu, watakuja kwa upole sana, watakuuliza namna ulivyoshinda eneo hilo. Kama una mgogoro katika ibada ya matoleo, tembea huko mbele. Kiangalia rekodi yako ya zaka na sadaka na mgogoro, tembea mbele huko. Nimeishaeleweka, usimuulize mtu ajue historia yako. Wewe unajua ya kwako. Ulifanyaje na Mungu wako? Na Malaki anasema mmeniibia zaka na sadaka na nyinyi mnaendelea. Alafu akitoa wito amuelewi, leo mtaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kama una mgogoro wa namna hiyo, kama hujawahi kumkosea mtu, kama ulimkosea mtu na hujawahi kuomba msamaha, ukaashumu tu yameisha, lakini hujawahi kwenda kama Biblia inavyosema Mathayo 18, na wewe tembea mbele, Bwana akusawazishe leo. Tembea mbele. Kama unajua yule mwimbaji mwenzangu nilimkosea, sijawahi kumuomba msamaha, tembea mbele uje. Sijawahi kuomba msamaha, sijawahi kuomba msamaha, Mungu akubariki. Sijawahi. Wakati mwingine uelewi ni mambo gani yanakusababisha ubatizwe. Tunapokula meza ya Bwana tukatawaza miguu, huwa kwa asili tunabatizwa. Ndio maana tutakiwa kukimia meza ya Bwana. Sasa wewe unajua na mgogoro na ndugu yangu, na mgogoro na wazazi, na mgogoro na mchungaji. Na hapa tulikuwa na mle ya alihama. Yawezekana ulikuwa na mgogoro naye na ukupata hata nafasi ya kwenda kumuomba msamaha. Kama ukupata nafasi, njoo hapa kabla Mungu hajakupiga. Maana ya kujitoa ni kutengeneza maisha yako asubuhi na jioni. That one must be understood. Tuji mbele kwa mtindo. Kanuni za kweli za ibada just tekeleza. Kazi ya leo Bwana anatamani sana alifanye kanisa litulie. Tunakwenda kuomba sasa. Baba, hapa Kizingo wanaelewa, hawaelewi, wataelewa. Tumeanza maeneo ya watu wa Mungu kuelewa. Dunia tulioongea nayo leo ijue dhahiri ya kwamba ubatizo ndiyo kielelezo cha ndani na nje cha mabadiliko ya mtu. Tafadhali neno hili likazame katika akili yetu. Na hawa marafiki ambao wametembea kwa sababu wamegundua kuna madoadoa ambayo ndiyo sababu ya ubatizo na ndiyo sababu ya maungamo na ndiyo sababu ya kujitoa, tafadhali endelea kuweka akili kwa kanisa lako. Endelea kuweka akili kwa kituo cha Kizingo. Endelea kuwapa akili ya kujitambua. Kuanzia sasa na kuendelea, waufanye wito
kuwa na maana na nguvu yake, wahame kwenye matango mwitu ya kujitegemea na kufikiri wamesimama, kumbe wanaanguka. Wana majina yaliyo hai, kumbe yamekufa. Tafadhali badilisha mkutano huu na badilisha huko kwenye vituo, na mtu mmoja mmoja katika eneo lake zungumza naye jioni ya leo. Tunaporudi nyumbani, tunapokwenda mahali petu, neema ya Kristo izungumze nasi kwa sauti kubwa ya kwamba yanahitajika matengenezo katika jambo hili kubwa, maana tumeomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Amen, amen, amen.